Kabla hatujaendelea mbele, nimeona tuangalie vitu vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikatusaidia kurahisisha kazi na ni muhimu kuvijua. Nataka tuangalie ni jinsi gani tunaweza tukatengeneza new face au sura mpya ndani ya Blender. Hapa hivi hii ni plane tu, ambapo nikienda katika edit mode unaiona kwamba ina shimo hizi ambazo zipo wazi. Sasa kuna muda unataka uzizibe hizi haya mashimo yani hizi vertices 4 uziconnect, uziunganishe zitengeneze face moja ili umbo letu liwe vizuri hapa. Ili uweze kuunganisha hizi vertices au uzibe hilo shimo hilo, cha kwanza utachagua kwanza hizi vertices 4 hizi. Baada ya kuzichagua unaweza ukaja hapa kwenye vertex hapa menu, alafu hapa chini utaona kuna new edge face from vertices, ambapo ukiklik hiyo unaweza tayari ukatengeneza new face, yani face mpya. Lakini shortcut yake ni F, ambao kwangu mimi ndio huwa naona simple. Nikichagua hizi vertices zangu hizi 4 alafu nika click F, naweza nika fill hiyo face. Hata hapa pia nikichagua hizi vertices 4 nika click F, naweza nika fill hiyo face. Hapa hivi nina mfano mwingine ambao ni muunganiko tu wa hizi vertices kadhaa, hizi zipo 6. Sasa kuna muda nataka nizi join zote 6, yani niziunganishe zote 6 nitengeneze face. Yani nitengeneze face hapa katika vertices zote 6. Nikizichagua zote hata kwa ku hold alt na ku click, nikizichagua zote nikibonyeza F, unaona tayari nimetengeneza face mpya hapo katika vertices zote 6 na undo. Lakini kuna muda unataka utengeneze face zaidi ya moja kulingana na kitu unachotaka utengeneze. Ina maana utachagua zile vertices ambazo unazihitaji, kwa mfano labda hizi 4, 1 2 3 4, alafu ukiklik F utatengeneza face hapo. Alafu unaweza kumalizia tena na hizi 4 ukaklik F ukawa umetengeneza face nyingine. Hata kuna muda labda unaweza ukachagua hata 3. Haupo limited. Ukichagua hizi 3 alafu ka click F, unaona unaweza kutengeneza pia face hapo. Na hata nikichagua nyingine 3 F, nikatengeneza face nyingine, nikatengeneza 3 nyingine F, unatengeneza face mpya. Kwa hiyo ili utengeneze face ni lazima uwe na vertices zaidi ya 2. Kuna tool nyingine ambayo hii inaturuhusu kuunganisha vertices 2 kwa pamoja. Mfano hapa hivi na plane yangu ambayo ilikuwa ina mfululizo mzuri wa vertices zilizotokea huku kuelekea huku. Lakini kama tunavyoona ilipofika hapa, hizi za katikati zote zimeachana. Kwa hiyo zimetengeneza daraja la vertices linalotenganisha vertices za huku na huku. Alafu hapa katikati hapa hakuna mfululizo wa ambao unaziconnect hizi vertices za huku na huku. Sasa kipindi unafanya modeling, kuna muda unajikuta unahitaji uziunganishe hizi vertices 2 hizi au zaidi ya 2. Basically tunakuwa tunaunganisha vertices 2. Kwa nikichagua hizi 2, unaweza kusema kwamba unaweza kufill face tena, ukaklik F and then ukawa umetengeneza vertices, yani ukatengeneza connection hapo, ukatengeneza muunganiko. Lakini angalia kinachotokea ukiwa katika object mode. Umbo lako linaanza kuharibika. Hapa katikati hapa kuna vertices 2 ambazo hazipo joined vizuri. Na hii utaanza kuona hasa ukiongeza subdivision surface. Kama unavyoona umbo lako tayari limeshaanza kuharibika zaidi. Hapa hivi limetoa matatizo haya kama unavyoweza kuona. Kwa hiyo na undo. Kwa ili usolve hiyo tatizo au uondoe hilo tatizo, baada ya kuchagua hizo vertices 2, unatakiwa ubonyeze alama J katika keyboard yako. J maana yake una join hizo vertices 2. Unachagua hii na hii, hizi 2, alafu J. Au unaweza ukachagua hii na hii kama utaki utumie shortcut, ukaja hapa kwenye vertex menu, alafu ukaja hapa chini hapa kuna hii hapa connect vertex path. Ukiklik hii unaona tayari zina join. Tool nyingine ambayo nataka niongelee katika video hii ni kwamba jinsi gani unaweza ukaunganisha vertices 2 ambazo zimeachana. Hapa katikati zimetengeneza daraja kama unavyoweza kuona hivi ambalo lipo tupu. Sasa wewe unataka utengeneze, yani ufill hapa face, lakini ufill katika mfumo mzuri kwamba hii connection ya hizi vertices zinazotoka kushoto kuelekea kulia zote unataka ziwe connected vizuri namna hii. Kikawaida ukichagua upande wa huku na wa huku, wafuka fill face kwa ku click F,
unaona kweli face inakuwa imetengenezwa, lakini kinachotokea ni kwamba hakuna muunganiko hapa katikati. Sasa inaweza kukutengenezea zoezi jingine kwamba ukawa unachagua hii na hii, alafu unabonyeza tena J kwa ajili ya kutengeneza kuzijoin hizo, yani kuziunganisha. Lakini kuna njia rahisi ambayo hayo yote unaweza kufanyia kwa mara moja. Ukichagua za upande wa kushoto na upande wa kulia hizi vertices zote hizi kwa kuhold alt afu na click and shift na click na alt na click na upande wa huku. Nikishazichagua hizi zote, ukiclick control na E, ukihold control na E, unakuta kuna hii hapa edge menu. Hapa hivi kuna bridge edge loops. Ukibridge edge loops, unaona tayari zimeshajiconnect zote zile zinazoangaliana kwa mtiririko ambao unafaa, kama unavyoweza kuona. Na kama utaki utumie shortcut, baada ya kuzichagua hizo, ukija hapa kwenye edge, ukiclick, unakuta kuna hii hapa bridge edge loops. Ukiclick, unaona zinajiunganisha. Mfano wangu wa mwisho ni huu kuhusiana na kutengeneza hiyo bridge edge loops, yani kuziunganisha. Imagine una tundu la hivi na unataka vertices za huku na za huku zote uziunganishe. Unaweza ukasema kwamba utachagua hizi vertices zote hizi. Lakini kumbuka hapa pia kuna vertices hapa katikati, vertex katikati, na hapa kuna vertex katikati hapa. Kwa hiyo ukihold control na E, unapata hii hapa edge menu, alafu kasema bridge edge loops, itakugomea. Hii ni kwa sababu kuna ongezeko la hizi vertices za katikati hizi, yani hii pamoja na hii, hizi mbili, hii pamoja na hii zinaiconfuse. Hii nataka ijoin, yani ijoin hizi edge loops zote zilizoenda hivi, au kama ni zile za kuelekea hivi, basi ziwe za kuelekea hivi tu, zisichanganywe na hizi nyingine ya katikati yoyote kama ilivyo hii. Kwa ili uweze kupata matokeo yako, hizi mbili, hii pamoja na hii, lazima uideselect. Nimehold shift afu click tena. Ukifanya tena control E ukiwa umefanya hivyo, basi unaweza kuona kwamba zote zinajijoin. Na hapa hii vile vile kuna tatizo jingine ambalo limejitokeza, kwa sababu hata zinavyo hang, unaona kwamba hii plane haijajiunga. Maana press G afu nikivuta, unaona ni kwamba kuna tundu hapo, kuna tobo linatokea hapo. Nikiandua hapo, kwa ukichagua hiyo na hii hapa, alafu ka click J, bado itakugomea kwa sababu hakuna muunganiko kati ya hapa pamoja na hapa. Kwa cha kwanza ni muhimu kwamba utafute kwanza huo muunganiko, na muunganiko utaupata kwa kutengeneza kwanza edge loop hapa katikati, control and R. Baada ya kupata hiyo edge loop, click hapo ili ikae hapo katikati kabisa. Alafu hapo hivi tayari utakuwa kuna tundu bado, lakini ukichagua kila kitu hapo, alafu uhold alt and M, una uwezo wa kuondoa double, yani vertices ambazo zipo double. Kwa mfano hapa hivi kuna vertices ambazo zipo double, niki G, maana hizi zimepandana, hizi zinaishi sehemu moja, yani zimechukua sehemu moja. Kwa hiyo nikizichagua hizi, sio lazima nichague kila kitu. Nikichagua hiyo na hii hapa, afu nika alt and M, napata hii merge menu hapa. Nikasema by distance, maana yake hapa zile zilizo karibu sana zitajiunga. Kama unavyoona hapa chini kuna remove two vertices, yani vertices mbili zilizokuwa zinazidi zimeondolewa. Kwa baada ya hapo ukirudi kikawaida, unaona zote zimeungana kama hivyo. Nikienda zaidi kwenye mfano wa ku remove vertices ambazo zimeungana, nikiwa na hii plane afu nimechagua kila kitu, nikishift D alafu nika right click, na kwa cancel, lakini inakuwa imerudi pale pale. Maana yake hii plane inakuwa inaishi katika 3D space sawa sawa na ile nyingine tuliyoicopy kutoka. Kwa maana hiyo, kama hapa hivi tunavyoona hizi vertices hapa zipo mbili. Hii vertex inaonekana moja hapa, lakini kihalisia zipo mbili kwa sababu moja tulicopy alafu tuka cancel ikaja kuishi pale pale ambapo ile origin ilipokuwa. Sio kama naeleweka hapo. Sasa ili uweze kuondoa hapa, manake inatakiwa uchague kila kitu ili uziondoe zile ambazo zimezidi katika kupandana. Uchague kila kitu alafu click hold alt na M, upate tena merge menu hapa, alafu seme by distance.
hapa hivi kama unavyoona imeondoa vertices 132 zilizokuwa zimezidi. Kwa niki chagua moja tena hapo afu nikaivuta, unaona tayari zile zote zilizozidi au nilizoziongeza zimeondoka. Hii mara nyingi inatokea kipindi labda unataka extrude labda mpaka hapa, alafu na extrude tena and then una cancel, alafu unasahau, unakuja tena ku extrude. Kwa maana hiyo hapa kihalisia kuna vertices mbili zinazoishi kwa pamoja. Kwa hiyo inatakiwa uchague kila kitu and then Alt and M una remove zilizozidi. Kama hapa nimetoa 12, kwa hiyo unakuwa umesolve problem. Tuangalie ni jinsi gani ya kufanya vertices zilizo mbalimbali au vertices zilizo mbali kuzifanya ziwe pamoja. Kwa mfano wangu huu hapa na plane, afu hapa na juu tena na ka plane kingine, ambayo yote hii ipo katika ni object mode. Yaani ukienda katika edit mode unaipata yote kwa pamoja. Sasa kuna muda nataka labda hii vertices zote hizi zilizopo hapa zijiunge na hizi vertices zingine zilizopo hapa juu kwa mfululizo ufuatao. Yaani nataka hii hapa ihamie hapa ikajiunge na huyu hapa, na hii ihamie hapa ikajiunge na huyu. Maana yake hapo nikichagua hii ya kwanza, nikichagua na hii ya pili, alafu nika hold Alt na M na kuja kupata hii merge menu. Hii merge menu maana yake inaturuhusu sisi kuziunganisha vertices mbili zije kwa pamoja. Kwa mfano hapa kuna at first. Hii at first maana yake unaiambia ya kwanza ya kuchaguliwa ni hii hapa na ya pili kuchaguliwa ni hii hapa. Nikisema Alt and M merge katika merge menu afu nikasema at first, maana yake ile ya kwanza kuchaguliwa ndio itafuatwa na yule wa mwisho kuchaguliwa. Kwa hiyo nikisema at first, maana yake ile ya mwisho kuchaguliwa itamfuata yule wa kwanza kuchaguliwa. Na hivyo nikichagua hii ya kwanza alafu hii ya pili alafu Alt and M, unaona inakuja tena merge menu, alafu hapa kuna at last, maana yake ile ya mwisho kuchaguliwa ndiyo ifuatwe. Kwa hiyo ya kwanza kuchaguliwa itamfuata wa mwisho kuchaguliwa, maana yake at last itakuja huku. Na kuna muda unahitaji uunge vertices zaidi ya moja. Kwa utachagua ya kwanza, ya pili, ya tatu, hata kama zipo 4 na kadhalika huko, lakini mimi kwa mfano wangu hapa ni 3, and then Alt M, alafu nataka niseme labda at center. Zote zitajiunga hapo katikati hapo kwa sababu nimeziambia zikutane zote katikati. Kikawaida hichi kimsalaba cha katikati hapa kinaitwa 3D cursor. Nikihold shift alafu nika right click kinaweza kikahama popote pale ninapotaka kiende. Au naweza nika click hapa alafu nika left click kitaenda popote pale ninapotaka kiende. Sasa kuna muda labda kipo hapa alafu nataka vertices zangu zote zikaunganikie pale chenyewe kilipo. Nitachagua ya kwanza nayohitaji, ya pili nayohitaji, alafu Alt and M itakuja hii merge menu. Nikisema at cursor manake zitaenda kuunganikia pale cursor ilipo. Na ya mwisho katika merge menu hapa ni hapa collapse. Hii collapse kiukweli mimi sijawahi kuitumia. Zaidi nachoona ni kwamba nikichagua vertices labda 1 2 3, nikichagua hii collapse nachokiona ni kwamba ni kama vile imetafuta average tu kutokea hapa zilipo, imesogeza upande wa huku. So waga sijui kikweli inafanya nini na sijawahi kuitumia. So unaweza kufanya experiment kama unahitaji uitumie, and then unaweza kukuta kwamba ni useful kwenye baadhi ya scenarios ukawa unaitumia, lakini for me so far sijaisoma hii hapo na wala sijawahi kuitumia.